Asante kwa kunilipia deni. Usijali mama, nimekuja hapa mimi nina shida. Tafadhali naomba usije ukanifikiria vibaya. Kumbe kwa kuwa una jambo lako umeamua kunilipia deni. Kuna faida gani ya kuwa na mtoto kama wewe? Si bora ungekufa tu. Nikajua moja kwamba nilizaa mtoto akafa kisha nikamzika. Ukuniachia chochote. Ukidai una pesa. Ile hela ambayo ulitumia kuweka mafuta, si bora ungenitumia mimi. Mimi wakukaa na njaa, hali ya kuwa mwanangu niliyemzaa mwenyewe anatupa chakula. Labda nikwambie kitu. Mimi sina mtoto kama wewe. Inatosha. Hivi unahisi unapitia tabu kuliko nazozipitia mimi? Unahisi unapitia mateso kuliko nayopitia mimi? Maisha yangu yamezungukwa na kila aina ya maumivu. Unajua kwamba kila inapofika usiku mimi nalala kwenye nyumba kubwa, ndoto za dhahabu. Lakini ni za mwiba, kila hatua inawaza ni nini kinafuata. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Big boss, nani atabaki mwishoni? Asante sana mwanangu. Kiukweli najivunia kuwa na mtoto kama wewe. Ni jukumu langu kama mtoto kuhakikisha mzazi wangu naishi katika mazingira mazuri. Kuna jambo kidogo nataka tuzungumze. Unaniambia kila siku mtoto wako tajiri, ana uwezo, anafahamika Dar es Salaam yote. Lakini tatizo moja tu, sina mjukuu. Sasa kile kitu mimi kinaniuma ndani ya moyo. Ni kweli baba unachokisema, lakini wanawake wa mjini wanasumbua sana. Na ndio maana unaniona nipo kimya. Nipo katika uchaguzi. Nikimpata, nitakwambia wapi pa kupeleka barua. Jukumu la kumtambua mwanamke mzuri niachie mimi baba yako. Anyway, utanipa mrejesho juu ya hili. Mimi nafikiri tutaonana siku nyingine. Kaka Matula. Bwana safi. Vipi wewe? Kwema, inakuaje mzee? Unyama kaka, kama siku mengi ndugu yangu. Umewaka. Si unajua lakati ni ubize tu. Lazima una mambo mengi kaka, umejipata. Kwanza kabla yote nikupe hongera. Tufanye basi madili hiyo. Una moyo? Ama moyo? Kaka mimi moyo ninao. Kindaki moyo ninao ndugu yangu. Maana hapa nilipo mtani nimesota kichizi yani. Yaani hata ukiniambia bwana kuna masuala madawa, mimi nakinda fresh kaka. Mimi nauza madawa. Hata kazi haramu mimi nafanya. Hivi nakwambia. Hii haihusiani na kazi haramu. Hii inahusiana na maisha haramu. Anyway, sina namba zangu? Ninazo. Tanitafuta. Unahitaji kutafuta? Kaka Matula, haki ya mama mimi nakutafuta kaka, mimi nina shida ngenya nakwambia. Congo Mobimba bandimeli kosala adhération na groupe na biso ya ba millionnaire. Kwete ebele batanga itoko makasi. Messi. Lisusu balobi boy. Vome pakufa ba patron. Kazi nzuri. Asante sana. Tutaonana muda mwingine.
Mama karibu nikuhudumia nini? Asante. Wahudumie kwanza hao, mimi bado nipo. Baba bwana. Nakusikiliza. Nimalizia na huyu. Huyu ni rafiki yangu, kaja kupiga tu story wala sio mteja. Hakuna shida. Nakusikiliza bibi mkubwa. Bwana mimi nishakusamehe lakini hapa kuhusu mkopo haupo hapa. Mama samani. Naweza kaagizia tunachokitaka mimi nitakulipia. Nakusikiliza, unahitaji nini? Namba unga nusu. Nashukuru baba. Mungu akubariki. Sijali mama. Kwa heri. Mwana bibi mkubwa. Asubuhi ya leo kabla hata kuku janya nimempelekea migambo pale nyumbani kwake, nilikuwa namdai shilingi 30,000. Kafika mwanae yuko na gari. Mtoto kibunda kakichalaza kama tuko benki. Si umenielewa? Kachomoa 30 yangu bila iana. Sikutaka kuongeza hata shilingi 10, nikapokea. Nikaweka mfukoni, nikarudi. Sasa cha kushangaza na cha kusikitisha, hata baada hatujafumba macho usiku wa leo, mama mtu anakuja kukopa tena. Nachoka mimi baba yenu Clement Mwandambo. Karibu baba Matola. Asante sana. Kwanza mimi niseme nimefurahi sana kufika hapa kwako, na ujio wangu umekuja na swala kubwa moja tu. Nimeonelea mimi mwanangu apate kuoa. Jicho langu limeona hapa kwako mwanangu pata mfaa. Maongo, karibu chai. Sisubuhi, mamkaje? Utakula nje au ndio utakula? Wewe tena. Yaani mimi mwanangu siamini. Unajua siamini? Na ndio maana nilikuwa nakwambia mwanangu, jitunze. Unajua mtoto wa kike unapojitunza unakuwa na stara kwa mtaani. Sio unaolewa siku 2-3 umerudi nyumbani. Ndio inatakiwa ukamwendo mume. Mume ajue kabisa swala hapa nimepata mke. Na hasa jinsi nilivyokulea mtoto wangu. Mimi na imani mtu niangusha. Mama, jua ni kali. Vipi? Haungui miguu? Hivi jua la kawaida tu babangu. Sawa mama yangu. Kuna mahali naelekea. Pesa yako nimemwachia mke wangu. Ukimaliza kazi zako, fika nyumbani, atakupatia. Sawa. Tajiri, bora nimekuona tajiri wangu. Niko na wewe nyumbani kwangu kulali njaa.
Nina pesa kidogo nitakupatia. Tajiri. Machozi ya damu wanapanda ngazi, lakini ni za mwiba. Thamani iko wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli. Tajiri, samahani, naomba nikuulize swali tajiri wangu. Hivi umeoa wewe? Hapana, sijaoa. Basi mimi tajiri wangu naomba nikupe dada yangu tajiri. Naomba nikuache bwana. Have a good day. Wanapoteza nafsi zao. Big Boss, nani atabaki mwishoni? Umevunja masharti kwa Mvevo. Umemsaidia mama yako pasipo na kutimiza sharti husika. Nimelipa watu ambao walikuwa wakimdai. Kumsaidia ni kumsaidia tu. Kiukweli hili nimekuwa sharti gumu tofauti hata na nilivyodhani. Nawezaje kumfuata mama yangu, mzazi wa kunizaa, na kumweleza huu shetani uliokisiri? Hali ya kuwa najua hawezi kukubali. Mvevo, una nafasi moja kutimiza sharti ulilopewa. Wewe umefikaje hapo? House.